Mito iliyotiririka kimya kutoka vilima ikichonga baraste zake kupitia historia ya vizazi vinne vya wanawake waliobeba dunia kwenye mabega yao. Huu haukuwa mto wa maji, bali wangeu, machozi, matumaini na hekima. Ulianza kama chemichemi ndogo, ukakauka kwa haiba, ukapitia mawe ya mateso, na hatimaye ukafika baharini ukiwa umesheheni kumbukumbu za ujasiri wa mwanamke Mwafrika. Na kwa sababu kutembea kwingi ndiko kuona mengi, na usipotembea utadhani ni nako ndiye mpishi bomba pekee. Ndiposa mie mhandisi Kahega Mwangi nafunganya zangu kwa safari hii wa mto na asili yake, yaani the river and the source. Toleo la Kiswahili. Makinika. Kabla historia haijachukua pumzi yake, kabla upepo wa mabadiliko haujapuriza majivu ya mila na kokoto za desturi, kulikuwa na kijito kidogo kilichoanza kutiririka katikati ya nyika za Yimbo. Kijito hicho kilibeba siri ya vizazi, pumzi ya wanawake waliozaliwa katika dunia ya vikwazo na minyororo ya mila kandamizi. Maji ya mwanzo yalitiririka kaski ile mtoto Akoko alipoibusu hewa tangulizi. Alizaliwa kwa kelele za shangwe na kwa mshindo wa ajabu uliotikisa moyo wa abu yake, Chifu Odero Gogne. Kwa hamu na hamumu alikuwa akitarajia mwana wa kiume. Dunia ya Yimbo haikujua furaha ya kuzaliwa kwa Banati, lakini hatima haikuwa tayari kupoteza kipaji hicho cha thamani. Mtoto huyo aliyejaza anga kwa kilio kikali alipewa jina ndefu ajabu: Odoyo kwa msimu wa magugu, Obanda kwa ndoto za wazee, Akelo kwa kumbukumbu ya babu aliyepita, na hatimaye Akoko kwa sauti ya uhai aliyokuja nayo ulimwenguni. Kwa kifupi, aliitwa Akoko, Adoyo, Akelo, Obanda. Katika ozi za jamii, kuzaliwa kwake hakukuwa tukio la fahari, bali kwa kivuli cha upungufu. Lakini kama chemichemi isiyokauka jangwani, Akoko alianza kujijenga kimya kimya katika puadi wa babake. Alikuwa mwepesi wa kuelewa, chagina kama simba na mwenye shingo isiyoinama mbele ya wasiwasi. Mikono yake midogo ilipenda ardhi kama mama anavyokumbatia mwanae. Akoko alikuwa katika jamii iliyomdharau kwa jinsia yake, ila kila hatua yake ilikuwa kama mwiba uliopiga kambi jangwani. Miaka iliposogea, pepo wa utu uzima ulianza kumvutia mbali na utoto. Macho ya vijarunga yalikuwa yakimfuata Akoko kwa ozi za mahaba, maana uribwende wake haukuwa wa mwili pekee, bali pia wa moyo wa utu wema. Ndipo kaski moja, msafara wa ajinabi kutoka Sakwa, ulitua katika viunga vya Yimbo. Vumbi la safari yao liligurumishwa kwa harufu ya Kongo, vile vinywaji vya desturi vilivyotumika kwa mkuu wa koo zao. Walikuwa wametumwa na Chifu Guramu Owo Kembo, mwana mwenye hadhi, mbinde na aliyekuwa akitamani kumpata wa mtima wake, na kwenye wingu hilo macho yake yakamzamia Kikusa Akoko. Msharafu Odero Gogne alijua thamani ya binti yake, hivyo kwa fahari na wivu alitaka mahari kubwa kuliko alivyowahi kudaiwa. Kijana Owo Kembo alikuwa na moyo wa kifalme, alikubali bila ubishi. Uhusiano wa koo mbili ulitiwa muhuri wa daima, na kijito cha Yimbo kilianza kumiminika kuelekea Sakwa. Siku ya kuondoka iliwadia. Wapiganaji vijana walijitokeza, walijaribu kumchukua bibi harusi kwa sherehe za kimila. Vicheko na vumbi vilijaa angani, nyimbo zikapanda juu kama moshi wa tambiko.
Akoko alijifanya kupinga, si kwa sababu ya hofu, bali kwa heshima ya mila. Safari ya Akoko kwenda Sakwa ilikuwa mwanzo wa mto ulioanza kutiririka kutoka chemichemi yake safi. Ulikuwa mwanzo wa historia ya mwanamke ambaye sauti yake ilipasua utamaduni wa kimya uliowazika wanawake wengi katika kaburi la kutosikika. Owuor Kembo alipowasili Sakwa, milima ilimkaribisha kwa upepo wa ubaridi na watu walimshangilia kwa heshima ya chifu mgeni. Aliishi maisha ya utulivu chini ya jua la kihichanga, akiwa na matumaini ya kubeba kizazi cha heshima na ufanisi. Hatimaye ujauzito ukaitwa, na kwa hakika ukakubali kuitika, na jamii ikanyamaza kimya tayari kwa baraka. Miezi ilipokamilika, kilio cha kwanza cha mwanawe kilijaza anga. Mtoto huyo akaitwa Obura. Jamii ya Sakwa haikutosheka na mtoto mmoja. Walimkumbusha chifu kwamba thamani ya mwanamke hupimwa kwa wingi wa watoto kama ng'ombe wa malishoni. Moyo wa Akoko ulijeruhiwa na maneno hayo, lakini hakujibu. Alinyamaza na kusali kimoyomoyo. Miaka ilipita na Akoko akapata mtoto wa pili aliyeitwa Nyabera. Uzuri wa binti huyo ulileta mwangaza katika kiambo cha Sakwa, lakini mawingu ya huzuni yalikuwa yakikusanyika hadi aste aste. Wakati kila mtu alitarajia chifu achukue mke mwingine ili kuongeza heshima, Owuor Kembo alikataa abadan katan. Kwa upole wenye msimamo, alimpenda Akoko kwa mtima wake wote, na hilo likawa kosa lake mbele ya jamii. Kizazi cha wake wa Sakwa waliongozwa na Nyar Asembo, mamake chifu Owuor Kembo, walianza kunong'ona maneno ya chuki. Walimshutumu Akoko kuwa sumu haribifu katika aushi ya mumewe. Sauti za wivu zilienea kama moto wa nyika. Siku moja Akoko alipokuwa kondeni, alisikia uvumi huo ukatua kama radi masikioni mwake. Macho yake yakajaza machozi machungu mithili ya shubiri. Usiku ulipoingia, nyota zikang'aa juu ya anga lililojaa huzuni. Akoko alikata kauli na akaamua kuwaita mashaibu wa Sakwa na kueneza kadamnasi yao mateso aliyokuwa akiyapitia. Alisimama imara kama muhimili wa uyoga, na sauti yake ikatikisa mioyo ya waliomsikiliza. Alijieleza kwa heshima, lakini kwa udhabiti uliotikisa heshima za kiume. Kisha akaondoka Sakwa, akarudi Yimbo, moyo wake ukibeba uchungu wa mwanamke aliyeumizwa na mila. Chifu Owuor Kembo aliporejea kutoka safarini, alilakiwa na maskani yake ikiwa imepakua utupu sufufu. Hamaki na uchungu vilimlemea. Alimshutumu nduguye Otieno kwa vitina na kumkemea mama yake kwa uovu wa maneno. Kwa kasi nyingi hakupata repe la usingizi. Alikuwa kivuli cha chifu aliyekuwa ameandika amani moyoni. Hatimaye alituma wajumbe kwenda Yimbo kumrudisha mkewe, maana moyo wake haukupata utulivu kamwe. Wajumbe walifika Yimbo wakiwa na hidaya za upatanisho. Akoko aliketi mbele yao akiwa mtulivu, macho yake yamejaa hekima pomoni. Wazee walimuomba arudi, na japo moyo wake ulikuwa umejeruhiwa, alikubali, si kwa sababu ya woga, bali kwa sababu ya hekima ya mwanamke aliyeijua thamani ya amani. Alirudi Sakwa na maisha yakaanza upya kama mto unaopata kijigurufu baada ya mawe kumziba. Miaka michache ilipita na furaha ikarejea. Akoko akajaliwa na mtoto mwingine, Wang Sino, lakini bahati haikudumu. Baada ya miaka michache, kijana Obura alikuwa na tamaa ya kuona dunia. Alisikia habari za wageni weupe, Joro Chere, waliokuwa wameleta serikali na vita vya mbali. Ndani ya moyo wake ulizaliwa kiu ya safari, kiu ya kutembea upande mwingine wa dunia. Akoko alimuonya, lakini damu ya ujanani haikusikia wosia wa mamake. Bila kuaga, Obura alitoweka. Habari zilienea kama upepo wa jioni. Watu walimtafuta kote, lakini wakarudi mikono mitupu. Mama
mkono mtupu haurambwi. Akoko akaishi kwa hofu iliyomtafuna kila siku. Habari zilimfikia kwamba Obura amekata kamba katika vita vya wageni. Vilio vilizuka kama radi juu ya Sakwa. Kwa mara ya kwanza Akoko alihisi dunia ikimzidi nguvu. Mmewe Chifu Owuor Kembo akazidi kuugua, na muda mfupi baadaye naye akatangulia mbele za haki, njia ya marahaba. Sauti za kilio zikapanda angani, nyimbo za maombolezo zikavunja ukimya wa kitongoji. Akoko akavalia vazi la huzuni, akabeba ngao ya marehemu wake na kuimba nyimbo za heshima kwa mume aliyempenda kwa dhati. Sauti yake ilichanganyika na upepo wa asubuhi, ikifunika vilio vya adinasi waliokusanyika, lakini ndani ya moyo wake moto wa upweke ulianza kuwaka. Kifo cha mume wake kiliacha pengo kubwa. Wang Sino, mwana wake wa mwisho, alipoteza maisha yake muda mfupi baadaye. Ulimwengu ukawa giza na Akoko akabaki na mjukuu wake mdogo, Owuor Sino, kama chemichemi ya matumaini mapya.